Rais wa Marekani Donald Trump amesema baadhi ya maafisa wa Iran wameonyesha nia ya kufikia makubaliano ya kidiplomasia na Washington, lakini bado haijulikani ni nani hasa anayefanya maamuzi nchini humo. Akizungumza na waandishi wa habari katika tukio la ikulu ya White House Jumanne hii, Trump amesema Marekani imepokea ishara kuwa baadhi ya maafisa wa Iran wanataka mazungumzo. Wanataka kufanya makubaliano, wanazungumza na watu wetu, alisema Trump. Hata hivyo, alisema Marekani haijui kama watu wanaowasiliana nao ndio viongozi halisi wa Iran. Hatujui hata viongozi wao ni akina nani, kwa sababu kundi la kwanza lilishakufa na kundi la pili limeondolewa, alisema. Tulikutana na kundi jingine, lakini hatujui kiongozi wao ni nani. Kuna watu wanaotaka kufanya mazungumzo, lakini hatujui wao ni kina nani. Kituo cha televisheni cha Israel Channel 12 kimeripoti kuwa mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff amekuwa akiwasiliana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kupitia programu ya ujumbe ya Signal. Inadaiwa kuwa mawasiliano hayo yameendelea hata katika siku za hivi karibuni, licha ya madai ya awali kuwa mazungumzo yalikuwa yamesitishwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Araghchi aliwasilisha ujumbe unaoonyesha nia ya kusitisha mapigano, ingawa hadharani ameendelea kusema Iran haina mpango wa kufanya mazungumzo na Marekani. Araghchi anaaminika kuwa karibu na Ali Larijani, ambaye kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alimtaja kama mmoja wa watu muhimu katika kufanya maamuzi iwapo angeuawa. Channel 12 ilidokeza kuwa kauli ya Trump kwamba hajui nani anaongoza Iran huenda inahusiana na ukweli kuwa Mojtaba Khamenei, mtoto wa kiongozi huyo wa zamani, ndiye anayetarajiwa kuwa na mamlaka ya mwisho. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje ya Iran Abbas Araghchi amesema kuwa Iran haijawahi kuomba kusitishwa kwa mapigano, huku akisisitiza kuwa nchi hiyo inaendelea na kile alichokiita upinzani wa heshima na usiotikisika dhidi ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel. Akizungumza pembeni mwa mkutano wa kila wiki wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje uliofanyika Tehran Jumatatu, Araghchi alisema Iran haijawasilisha ujumbe wowote wala ombi lolote la kusitisha vita tangu kuanza kwa operesheni ya kijeshi ya pamoja ya Marekani na Israel. Hata hivyo, vita hivi vinapaswa kumalizika kwa namna ambayo havitaendelea tena na maadui wasifikirie tena kufanya uchokozi. Hadi sasa wamepata somo kubwa, alisema. Araghchi aliongeza kuwa maadui wa Marekani na Israel sasa wametambua ukubwa na nguvu ya taifa la Iran, akisisitiza kuwa Iran haitosita kujilinda na itaendelea na mapambano hayo kwa muda wowote utakaoonekana kuwa wa lazima. Aidha, alisema baada ya siku 15 za vita dhidi ya Iran, maadui hao wamelazimika kuomba msaada wa mataifa mengine ili kuhakikisha usalama wa mlango wa bahari Hormuz, huku akishinikiza njia hiyo iendelee kuwa wazi kwa usafiri wa meli. Kwa mujibu wa Araghchi, mlango wa Hormuz uko wazi kwa mtazamo wa Iran, lakini umefungwa tu kwa maadui wake na washirika wao. Alisisitiza kuwa Iran itaendelea na upinzani wake wa heshima dhidi ya uchokozi bila kuyumbishwa. Katika hatua nyingine, Trump pia alikanusha tahadhari iliyotolewa na mwekezaji wa teknolojia David Sacks aliyesema vita vinaweza kuendelea kwa muda mrefu na hata kusababisha Israel kutumia silaha za nyuklia. Trump alisema hajawahi kusikia kauli hiyo, lakini alisisitiza kuwa Israel haitofanya hivyo. Israel haiwezi kufanya hivyo. Israel haitofanya hivyo kamwe, alisisitiza. Trump pia alituhumu Iran kwa kueneza propaganda na taarifa za uongo kuhusu vita hivyo, ikiwemo video feki zinazoonyesha mashambulizi dhidi ya shabaha za Marekani na Israel. Wanatumia propaganda pamoja na teknolojia ya AI, alisema. Wakati huo huo, Israel inaripotiwa kujiandaa kwa awamu ndefu zaidi ya vita dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa ripoti ya Channel 12, vita hivyo vinaweza kuendelea kwa takriban mwezi mmoja zaidi. Chanzo cha ngazi ya juu cha Israel kinasema nchi hiyo inalenga kudhoofisha zaidi utawala wa Iran na kutumia kile kinachoonekana kama migogoro ya ndani ya uongozi wa Iran. Ripoti hiyo pia inasema Rais Trump anaunga mkono mpango wa Israel kuendelea na operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran.